Naam, Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Bwana. Majina yangu naitwa Brian Frank. Siku ya leo nataka tuzungumze kwa habari ya Krismasi, wapendwa katika Bwana. Na nataka tuzungumze kuhusu jambo hili kwa sababu ya mambo mengi sana ambayo huwa yanatokea au yanaendelea kwa sababu ya sherehe hii ya Krismasi. Nataka tujifunze kwa nini Krismasi? Krismasi ilianzia wapi? Krismasi sababu yake ni nini kusherehekea? Kwa nini wengine wanasema Krismasi ni ya pagani, wengine wanasema ni siku nzuri au ni siku nzuri ya kukumbuka ujio wa Yesu Kristo. Na je, ni vizuri kuadhimisha? Je, ni vibaya kuadhimisha? Je, Krismasi ina matumizi gani kwa Mkristo? Ina matumizi gani kwa mtu ambaye haamini? Krismasi imetoka wapi na kwa nini watu wengi sana kipindi hiki, wengine husema hii sikukuu ni ya wapagani, hii sikukuu ni ya watu ambao wamjini, ni sikukuu ya mashetani, ni sikukuu ambayo haifai. Wengine wanasema hii ni sikukuu nzuri, ni sikukuu ya kupendeza, ni sikukuu takatifu. Wengine wanazungumza kwa habari ya mitazamo. Nataka tuweze kuichanganua mitazamo yote ya pande hizi mbili, then tuweze kuweka kitu ambacho ni kizuri na cha kupendeza sana. Basi mpendwa katika Bwana, ungana nami katika video hii tuweze kujifunza kwa habari ya Krismasi. Tukianza na jambo la kwanza, Krismasi asili yake ni upagani. Je, jambo hili ni la kweli? Mpendwa katika Bwana, watu wengi sana hawasherehekei Krismasi kwa sababu wanahisi au wanajua au wanaambiwa au wanaelewa kwamba asili yake ni upagani, hivyo itakuwa mbaya. Mpendwa katika Bwana, kama kitu kimekaa katika kuelezea ubaya, basi hicho kitu ni kweli ni kibaya. Je, maana ya Krismasi ni nini? Neno lenyewe Christmas, Christmas maana yake kusanyiko kwa ajili ya Kristo. Wapendwa katika Bwana, kusanyiko kwa ajili ya Kristo maana yake wale watu wanakusanyika, kitu ambacho kimefanya kusanyike pale ni Yesu. Anasema hivi, watakapopatana wawili watatu kwa jina langu, nami nipo katikati yao. Mpendwa katika Bwana, atakapokuwa Yesu Kristo katikati ya kitu chochote kile, maana hicho kitu Mungu yupo mahali hapo. Sasa watu wengi hawasherehekei Krismasi kwa sababu ya tarehe, kwa sababu ya siku ambayo haijakaa katika uhalisia, yani katika uwazi kwamba iko hivi. Wengine hawasherehekei kwa sababu haiko kwenye miongozo ya Biblia, haiko kwenye namna ya kufanyika katika usherekeaji wa kanisa la kwanza. Je, mpendwa katika Bwana, vipi kuhusu siku ya Jumapili? Vipi kuhusu siku ya Jumamosi, siku ya Jumatano, siku ya Alhamisi? Ni siku zote ambazo ukienda kufuatilia asili yake au origin yake zimekaa katika kuelezea vitu fulani. Vipi kuhusu kalenda? Ilitengenezwa na mtu. Vipi kuhusu maduka ya nguo? Vipi kuhusu makampuni ya nguo? Vipi kuhusu makampuni ya TV? Yote haya yapo katika nje, unakuta hata wanaoanzisha au wanao-operate they are pagans, lakini kusudi la kuweza kukiazimisha kile kitu is not about date, sio kuhusu siku, bali ni kuhusu ule utukufu. Amina. Mpendwa katika Bwana, nataka nikwambie kitu kimoja. Mungu amewahi kuzuia sherehe za Israeli. Mungu amewahi kuzuia sadaka za Israeli. Kwa sababu gani? Kwa sababu hazijakaa katika utukufu wake. Hivyo yeye aliziamuru zifanyike, lakini akazizuia. Kwa sababu gani? Watu hawajakaa katika utukufu, watu si wanyenyekevu, watu si watiifu, hivyo akazizuia. Tunaona uhamisho wa Babeli, watu walienda Babeli, hawakuadhimisha. Waliokuwa tayari katika kumwamini Mungu walizitunza ndani ya moyo, lakini kufuata zile taratibu zote za jinsi sherehe inavyotakiwa ifanyike. Hivyo kusudi kuu sio asili ya kitu. Kama tukienda kwenye asili, maana yake itabidi tuifute Jumapili, tuiondoe Jumapili kwenye siku zetu, tuiondoe kuita siku Jumamosi, tuiondoe kuita siku fulani. Kwa sababu gani? Kwa sababu zote hizi zilitengenezwa kwenye mfumo wa wanadamu. Mpendwa katika Bwana, hili ni jambo la kwanza. Jambo la pili, wengine huwa wanasema tarehe 25 mwezi wa 12 ilikuwa ni sherehe ambayo ya Roma ya zamani ambayo ilikuwa inaitwa Saturnali, ambayo hiyo sherehe ilikuwa kazi yake ni kumwadhimisha Mungu Shetani, au wanasema God Satan. So wakati hiyo sherehe inaadhimishwa, watu walikuwa wakitoa zawadi, wakifanya vitu vingi, lakini kwenye Roma ya zamani ilikuwa inaadhimishwa kuanzia tarehe ya 17 mpaka tarehe ya 23 ya mwezi wa 12. Watu wengine wanasema vipi kuhusu hiyo sherehe inafanyika hivi? Mpendwa, kama sherehe inafanyika
Kwa mfano kama dhambi inafanyika siku ya Jumamosi, so tusiende kanisani kwa sababu dhambi, watu wanaenda bar Jumamosi, au watu wanaenda weekend bar, au watu wanaenda kulewa bar, wanaenda kulewa siku ya Jumamosi, watu wanaenda Jumapili kwenda kulewa. So tusiende kanisani kwa sababu hiyo siku ni watu wa walevi, ni siku ya watu kupumzika, kwenda kulewa. Hapana. Hivyo kwa mujibu, hata kama siku zikigongana, kazi ya shetani ni kutaka kututia hofu na mashaka na uoga. Mungu anasema hajatupatia roho ya uoga na mashaka, bali roho ya kweli na ya nguvu na ya kusimama kwa ujasiri mbele za Bwana. Mpendwa katika Bwana. Hivyo kwa hoja hiyo bado tunaona siku ya tarehe 25 au kuhusu kusherehekea siku ya tarehe 25, siku ya tarehe ngapi haimati. Hatuangali kwa habari ya tarehe au kitu fulani, bali ukianza kuchunguza kwa namna ambavyo mwenendo wa kusoma kitabu cha Luka 2, ukianza kuangalia mlolongo ulivyokuwepo uzaliwaji wa Yesu Kristo, ukianzia kusoma Luka 1 kuanzia kwa Zekaria wakati yuko ameingia madhabahuni kwenda kufukiza uvumba, tunaona ukihesabu zile, ukisoma theolojia pia ukifanya ule utafiti unakuja wanatheology wenyewe wanadai kwamba ni tarehe 25 Machi ambapo ilitokea. Ukicounti miezi 9 unakuja kugundua inagonga tarehe 25 Disemba. Lakini about date really haijawahi kujulikana kwa sababu haikuandikwa date ambayo ilifanyika, bali mwezi ambao ulitokea upo. Pendwa katika Bwana. Hivyo tunaenda kwenye jambo la tatu. Kanisa la zamani halikusherehekea Christmas. Je, mpendwa katika Bwana, ni kweli kabisa. Kanisa la zamani halikusherehekea Christmas. Wenyewe katika kanisa la zamani kulikuwa na vitu vikuu viwili: kufa kwa Yesu Kristo na kufufuka kwa Yesu Kristo. Katika kitabu cha Warumi 10 ule mstari wa 9 anasema kwamba ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuamini ndani ya moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwanza unaamini kwamba Mungu kwamba alikufa na kufufuka, utafanya nini? Utaokoka. Ndicho kusudi ambalo lilikuwa limekaa hapo. Wakawa katika hizo siku wakawa wakizisherehekea. Vipi? Maswali yanaanza kuzaliwa. Watu wanasema wengine Yesu sio Mungu. Ile uungu wa Yesu watu wanaukataa. Kwa kukataa uungu wa Yesu, hii inakuja inachocheza vitu vingine viweze kuzaliwa, na kuweza kuzalisha sikukuu si kosa kwa Mkristo. Kuweza kuanzisha sikukuu si kosa cha maadamu tu inampatia Mungu utukufu, haimpatii shetani utukufu. Hivyo ule ushawishi ukawa mkubwa. Watu wanasema Yesu ni Mungu, mwingine anasema Yesu sio Mungu. Yesu ni Mungu 100%, mwanadamu 100%. Vipi uungu wa Yesu ukoje? Katika kitabu cha Yohana Mtakatifu 1 anasema kwamba naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Manake tunaona ulimwengu na vitu vyote viliumbwa kwa neno. Kwa kama neno alifanyika mwili, manake Mungu ndiye aliyeumba vitu. Mungu ndiye aliyefanya vitu vyote vitokee. Hivyo akafanyika mwili akakaa kwetu. Nasi tukaona utukufu wa Mungu. Tukajua Mungu katika kutenda, Mungu katika hali ya kawaida ambayo tukaiona kwenye hali ya mwili. Tukaiona kudia, tukagundua tukajifunza kwamba hata zile hisia za Mungu anakasirika, Mungu anaona wivu. Tunaona si mara moja Mungu anasema ninaona wivu, Mungu anakasirika, nimewakasirikia watu hao. Mungu anatujali. Amina. Tukaona ule utukufu wote wa Mungu katika Yesu Kristo. Katika lile jambo linakuja linadharisha kitu fulani. Mwisho tuanze kujua the coming of Jesus, ujio wa Yesu Kristo ulikuwa uko holy. Uko ni katika utakatifu. Mtu akiamua kuadhimisha ile siku, it's not bad. Mtu asipoamua kuadhimisha kama impunguzi utukufu, it's good tu, haina shida yoyote. Hivyo anasema hivi katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Kwa tunajua kwa nini Mungu aliupenda ulimwengu. Tunaanza kuangalia ujio wa Yesu Kristo ulikuwa ni nini, alikuja kwa mfumo gani, akazaliwa wapi mpaka wapi. So siku ya kufunga, siku ya tarehe 25 iko selected. Kwa hivyo na tunaamua kuomba, tunaamua kufanya hivyo, na sio siku ya tarehe 25 tu mpendwa, ni siku zote tunaweza kuamua kufanya hivyo, ukafanya leo, ukafanya kesho, ukafanya siku gani, lakini cha msingi zaidi ni kutunza ule utukufu wa Mungu. Kama ikitokea siku ambayo tunafanya celebrate pamoja, it's good, tunasoma, ni vizuri tu, tunasoma Luka 1:2, namna gani Mungu aliandaa mpango kuja kutukomboa, kama ilivyokuwa kwenye Mwanzo tunavyosoma namna gani Mungu alitumba mwanadamu. Hivyo wapendwa katika Bwana, hivyo ndio kusudi ambalo lipo katika tarehe ile 25. Na kwa nini kanisa
la kanisa la zamani hawakusherehekea Krismasi. Kwa nini tunasherehekea Krismasi? Ni kwa sababu ya ule ushawishi pia wa vitu vingi ambavyo vinazaliwa. Vikizaliwa muda mwingine zina kanuni huwa zinaingia zingine, na huwa haipunguzi utukufu wowote kwa mtu ambaye ana imani, lakini pia kwa mtu ambaye aamini. Huwa pia akisipoamini haipunguzi utukufu wowote. Hata saizi kuna sherehe nyingi ambazo hatuzipatizi. Kwa mfano kuna yani hatupatizi katika hali ya kawaida, kwa sikukuu za vibanda, sikukuu za yani Pasaka kama zamani vile, kama kuchinja, kufanya nini, hatuzifanyi, bali zipo zimebadilishwa katika mfumo mwingine. Tunaingia kwenye jambo la Yesu hakuzaliwa tarehe 25 mwezi wa 12 au tarehe 25 Disemba. Mpendwa, kwa asilimia kubwa kabisa ni kweli kwa habari ya tarehe, lakini mpendwa, kusudi kuu ni hili hapa. Hatusherekei tarehe, hatuisherekei tarehe. Issue sio kusherekea tarehe, bali lile kusudi, lile tukio ambalo lipo katika ile jambo, hata ingekuwa siku gani, wapendwa katika Bwana. So nataka nikuulize swali, Pasaka wewe unasherekea wakati gani? Pasaka wewe unasherekea, Pentecost wewe unasherekea wakati gani? It means ile siku sio kuweka ile siku kwamba ni siku ambayo ya kumake holy, bali ni kukumbuka lile tukio. Lakini ile Pasaka kila siku ipo ndani yako. Yesu alikufa kwa ajili yako. Every day tunausulubisha mwili, kila siku tunausulubisha mwili, kila siku tunaadhimisha ule utukufu, Mungu karibu na sisi. Mungu akae na sisi tukiwa kanisani, Mungu akae na sisi Jumapili, Mungu akae na sisi Jumatatu, Jumamosi. Hapana, bali ni kila wakati. Kwa kama ni kila wakati hivyo, hatuifanyi siku kuwa tukufu katika jambo hilo, hatuifanyi siku kuwa tukufu katika jambo hilo, bali lile tukio la kufanya vile. Tunaona vitu vingi vilifanyika, tunaona wale mamajusi, tunaona majusi wale wise men wanapewa ile nyota, wanaongozwa mpaka kuweza kwa Yesu, wanapeleka zawadi. Tunaona wale wachungaji wanaambiwa, na vitu vingi vipo ndani yake huko kusoma. Zawadi za majusi zilikaa katika maana gani? Unaona wanaleta dhahabu, wanaleta uvumba, wanaleta na manemane. Tunaona uvumba ulikuwa unatumika nini? Yesu anamaanisha kwamba ni kuhani. Makuhani walikuwa wanafukiza uvumba kumeki nyumba ya Mungu kwa utukufu. Lakini pia wanaleta dhahabu kumaanisha kwamba huyu ni mfalme wa mbingu amekuja. Wanaleta manemane kumaanisha kifo chake, kwamba atakufa kwa ajili ya watu hao. Manemane ni mafuta ambayo alikuwa anapaka kwa ajili ya wale watu. Nifundisha katika kanisa la Smyrna, wakati nafundisha katika kanisa la Smyrna pale, nifundisha kwa habari ya manemane, kwamba kanisa lenyewe linamaanisha meri. Ile meri ni mti ambao ulikuwa unatumika kwa manukato makali sana kutunza mwili wa Kristo, kwamba atakufa kwa ajili ya watu, pili atafufuka. Tunaona wale wachungaji wanapewa, malaika atatoa taarifa, vitu vyote vile ni siku nzuri sana, ni tukio nzuri sana lililofanyika kwetu sisi kukumbuka kwamba Mungu alikuja duniani kwetu na akafanya utukufu. Sio baya kukumbuka, jambo jema kabisa. Hivyo hata kama tarehe 25 sio tarehe yenyewe, lakini lile kusudi ni nzuri, ni jema katika kulishangilia, ni jema katika kuliadhimisha, ni jema kabisa. Na usije kuifanya ile siku ikawa tukufu, au kufanya ile siku kwamba ndio siku ya kunyenyekea, ndio siku ya kunyenyekea siku zote. Jua Mungu amekuja kwako siku zote. Jua Emmanuel, Mungu pamoja nawe, yuko kila wakati. Amen. Mathayo 1:23. Mpendwa katika Bwana, tunaenda kwenye jambo la 4. Biblia haijatuamuru kuisherekea tarehe 25 Disemba au kuadhimisha Christmas. Mpendwa katika Bwana, katika kitabu cha Warumi 14 ukisoma kuanzia mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 8, mpendwa, Paulo alikuwa akielezea kwa habari ya siku. Mpendwa, anasema kuna watu wengine wanaifanya siku nyingine kuwa njema kuliko nyingine. Paulo hapa alikuwa hahukumu upande mmoja kwamba hawa watu wanakosea au hawa watu wanapatia, lakini akasema hivi, utukufu wa Mungu katika kile kitu ambacho anakifanya mwanadamu ndicho ambacho kinachodhihirishwa. Hivyo mtu mwingine akifanya siku nyingine kuwa njema kwake, it's good. Mwingine akifanya kwa sio siku ya kuadhimisha, it's good. Kwa hivyo kuhusu tarehe 25 na Biblia kuiamuru kufanyika kwa namna hii, wapendwa, kuna vitu vingi ambavyo tunavifanya kwenye maisha yetu haya. Kwa mfano, Biblia haijawahi kuamuru kwa habari ya birthday. Biblia haijawahi kuamuru kwa habari ya kusherehekea, yani kuwatoa watoto kwamba mtoto wangu sasa ana miaka kadhaa, ile baby shower. Lakini pia Biblia haijawahi kuamuru kwa habari ya vitu
vingi vingi vingi, Women's Days hizi, kwa mfano siku ya wanawake, siku ya baba duniani, siku ya nini. Biblia haijai kuamuru hivi vitu. Je, kwa maana hiyo vitu hivyo vimekaa katika hali ya ubaya? Hapana. Ukisoma hata kitabu cha Esther, tunaona watu walikuwa wakipelekeana zawadi, wakaanzisha sherehe, wakaanzisha sikukuu kwa ajili ya kupelekeana zawadi. Kuna sikukuu nyingine zilianzishwa tu, hata Mungu alikuziamuru. Kwa mfano, siku ya mtoto wa Yefta ilianzishwa kwa sababu tu ya tabia ya uzuri na utakatifu ambao mtoto wa Yefta aliifanya. Wakawa wanasherehekea wanawali wa mtoto wa Yefta na Mungu akaikubali ile sherehe, haikuwa mbaya. Amen. Tukienda katika jambo hilo, Biblia haijai kuamuru watu tutumie mic, tutumie kamera, tutumie simu, tutumie vitu fulani. Haijai kuamuru vitu vyote hivyo. Ukienda kwenye concept ya kujaji 25 December au 25 December, utakuwa unakosea katika fact hiyo. Lakini kama inafanyika katika utukufu, kama inafanyika katika ile nguvu ya Mungu, kama inafanyika katika ule uzuri wa Mungu, it's good, ni siku nzuri na unaweza kufanya hichi kitu kwa moyo mweupe kabisa. Lakini kama moyo wako haukushawishi kufanya, dhamiri yako ni njema pia, simama katika utukufu wa Mungu, endelea kumtumainia Mungu. Amen. Ndio maana Paulo anasema katika Wakorintho wa kwanza 10 ule mstari wa 31, anasema lolote mfanyalo lifanyeni kwa jina la Bwana, katika utukufu wa Mungu. Amen. Na hii inatupeleka kwenye jambo la 6. Dunia nzima au dunia inasherehekea Krismasi kama watakatifu. Kwa hiyo hilo jambo linafanya hiyo siku isiwe takatifu, mpendwa katika Bwana. Jambo hili pia, mambo mengi sana yanafanyika katika dunia hii. Ndoa, dunia kwani hawaoi? Wanaoa. Muziki, dunia wanasikiliza. Yani tendo la ndoa, dunia inashiriki. So I make dunia inafanya hili jambo lisiwe takatifu kwa sababu nayo inafanya. Dunia haijengi nyumba, wanajenga. Kwa hiyo kianzisha mifumo fulani ya kujenga nyumba. Kwa hiyo mwisho wa siku inafanya nyumba yako isiwe takatifu. Huo ni udhaifu wa imani. Huo ni udhaifu wa imani. Hapana kitu cha namna hiyo. Kama dunia inasikiza muziki, wanaoa na kuoana, wanashiriki tendo la ndoa, wanafanya vitu vyote hivi vinafanyika katika dunia. So why Christmas? Kwa sababu eti dunia ina celebrate, celebrate na sisi. Shetani kazi yake ni kuhukumu vitu ambavyo vimejaa utukufu wa Mungu au vina utukufu wa mtu, anaviadhimisha katika utukufu wa Mungu. Mwisho wa siku anavihukumu ili watu wasifanye katika ule utukufu wa Mungu. Mpendo katika Bwana. Dhambi ni wapi? Dhambi ni pale ambapo unaifanya hicho kitu kisiwe kinampatia Mungu utukufu. Manake kwa mfano unatumia basi hiyo kuzini, unatumia sikio kufanya vitu vibaya, kulewa, kufanya mambo maovu, kufanya vitu hivyo unafanya. That's why maisha ya mwanadamu yote ambaye anamtumaini Mungu ni ibada. Maisha yote anamtumaini Mungu, amtumaini Mungu, ila maisha yote ya mwanadamu ni ibada. Kwa kama ni ibada, kila tendo ambalo unalifanya limpatie Mungu utukufu. Sawa sawa na hiyo Wakorintho wa kwanza 10:31. Amen. Tunaenda kwenye jambo la 7. Vipi kwa habari ya Santa Claus au yule babu Christmas, mpendwa katika Bwana? Kwa habari ya babu Christmas, mpendwa, katika jambo lote jema ambalo Mungu analiandaa, shetani huwa anakuwa jirani sana kuingiza vitu vingi na kuanzisha mambo mengi. Kwa hiyo haiwezi kusababisha eti tusiache kwenda katika ule utukufu. Kwa mfano, watu wengi sana wanakunywa pombe au watu wengi wanafanya maovu mengi kwenye siku, hata siku za Jumamosi au siku ya Jumapili au siku ya Ijumaa, wanafanya vitu viovu. Kwa kufanya vitu viovu, kwa sababu mambo maovu yameingia katika ile siku, tuache kuabudu, tuache kumshukuru Mungu, tuache kwenda kanisani? Hapana, hatuwezi kufanya hivyo, bali hatupaswa kusimama imara katika imani kwa sababu ya mambo mengi yanayoingia. Sisi tukumbuke tu kitu kilicho katikati ya siku ya Kristo, ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, maana yake ni Yesu pamoja nasi, Mungu pamoja nasi, wala si mambo mengine. Ukienda kwa mambo mengine, hapo utakuwa umeenda kwenye mambo mengine. Zawadi pekee ambayo tulipewa na Mungu ni ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ukianza kusubiri babu Christmas, na hii kwa sababu shetani akaingiza huo mpango kwenda kuwatoa watoto kwenye mfumo ule wote, kwanza kudress hizi red and white, kufanya mambo mengine kwa ajili ya kuleta mambo mengine ili kuweza kusukuma watu waende kumwangukia shetani. Watoto wakae katika tumaini la mwanadamu na mfanyabiashara ambao ni Nicholas, lakini kuacha ule utukufu wa Mungu ambao ulikuwepo huko ndani, ambaye ni Yesu Kristo. So hatuwezi kumkubali kumruhusu shetani atawale, ndio tutapigana naye ili tuweze kukaa katika ule utukufu wote wa Mungu. Kwa hiyo sisi tunalazimisha katika Kristo, mwingine anaweza akazimisha katika dunia, so atapata malipo yake. So katika jambo hilo mpendwa, tutaepuka mambo mengi. Kwa hiyo tuache kutumia kalenda, tuache kutumia
majina ya miji ambayo yaliitwa yote na gani, kwa mfano Athene. Tunaona kote huko, tunaona hata Paulo katika safari yake kwenda Rumi kwenye walipanda ile ambayo ilikuwa ni ndugu pacha, ambayo ilikuwa inamaanisha miungu miwili. Kwa waache kufanya vitu, wakapanda hata zile meli zao kwenda mahali huko. Kwa angekataa kwa sababu eti ni kwa sababu ya wapagani au kwa sababu kuna kitu kipo ndani yake humo, mpendwa, hakuna, si upagani. Issue ni kwamba shetani anaweza kuingiza root ili kuweza kuondoa kwenye dhamiri njema. Amina. Kwa hiyo siku ya Krismasi ufunge maduka ya chakula, usiuze kwa sababu watu watanunua, kwa unakuwa una support hiyo sherehe. Siku ya Krismasi ufunge maduka ya nguo kwa sababu watu watanunua nguo, kwa una support hiyo sherehe. So kusudi ni nini? Ndio maana unauza katika dhamiri njema, kwamba unafanya biashara kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa kama unafanya hivyo ni jambo jema. Usije ukasema hivi kwa sababu ukifanya kile kitendo unaifanya ile watu wazidi kusherekea, wazidi kuitukuza, wazidi kufanya vitu fulani. So dhamiri njema katika kufanya hayo mambo ndio jambo la msingi kwako, kwa sababu unafanya hiyo biashara yako katika utukufu wa Mungu, wala si katika utukufu wa wanadamu. Kwa kama unafanya katika utukufu wa Mungu, mpendwa, uko katika njia njema. Maana tunakumbuka hata Yesu alituombea katika Yohana ile 17 ule mstari wa 15, akasema na alikuwa anatuombea kwamba tusitoke katika dunia hii, bali Mungu atuepushe na uovu wa dunia. Ndiyo kusudi kubwa, kuepuka na ule uovu. Kwa hiyo kama unafanya katika utukufu wa Mungu, kama Kristo ndio alipo pale, go on with your Christmas. Kama ufanye katika utukufu wa Mungu, stop that. Usifanye hicho kitendo. Na kama dhamiri yako inakwambia hicho kitu sio kizuri, usikifanye. Usiadhimishe Krismasi, usiadhimishe Pentecost, usiadhimishe Pasaka, usifanye hicho kitu. Kama unaona unataabika katika. Lakini kama Kristo yupo katikati hapo, adhimisha hizo siku, zifanye hizo siku, tembea, nenda kasherekee, fanya mambo mazuri, mtukuze Mungu, soma na familia, omba, imba, sifu, fanya mambo mazuri ya kumtukuza Mungu siku hiyo. Amen. Na hii inatupeleka kwenye jambo la 9. Je, Wakristo washerekee Krismasi? Mpendwa katika Bwana, nataka nikwambie kitu kimoja cha msingi sana. Dhamiri. Dhamiri yako inakwambia nini kwa habari ya Krismasi? Mpendwa katika Bwana, kama inakwambia go on with it, niendelea nayo. Kama inakwambia usisherekee, usiende, kwa sababu utafanya dhambi. Utafanya dhambi. Ilo kama inakwambia go, utafanya utukufu wa Mungu. Amen. Kwa maana Paulo anatuambia katika Warumi 14 ule mstari wa 4 na wa 5 mpaka wa 8 kule, anatuambia jambo la msingi sana, kwamba asimhukumu mtu kwa sababu ya siku au kwa sababu ya sikukuu. Mwingine anafanya siku nyingine kwa hori, mwingine anafanya kutokuwa hori. Kwa kama inakufanya wewe kile kitendo uende katika utukufu wa Mungu, nenda nacho. Kama kinakupunguzia utukufu, usiende nacho, kwa sababu watu wengine vitu vyenyewe vinapunguza utukufu. Kwa mfano, leo ukiniambia kwamba Pentecost ni siku ya kushusha Roho Mtakatifu, naona kama inapunguzia utukufu. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi naamini kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani yangu kila wakati. Ninaamini kwamba Pasaka wangu yupo kila wakati. Kwa hiyo ukiniwekea date kwamba siku fulani au siku fulani ni siku ambayo ni hori kuliko siku nyingine, naona kwangu mimi haimati au hainipatii, inaniondolea utukufu wa Mungu. Kwa hiyo siwezi kumhukumu mwingine ambaye anafanya kile kitendo, lakini nitahukumu tu kwa kosa gani na kujinyenyekesha katika siku ile tu, alafu siku zingine anafanya dhambi, hapo anakosea. Basi mpendwa katika Bwana, tunaenda kwenye jambo la 9. Sasa namna gani ambavyo tunaweza tukafanya hii sikukuu ikawa katika utukufu wa Mungu, yaani Yesu akawa ndiye kitu cha msingi. Kitu cha msingi, tusome Biblia, soma Luka 1, soma Luka 2, soma Marko, soma Mathayo, soma zile gospel, soma zile injili moja, soma 1 na 2, utaona namna gani Mungu alikuja kwetu. Soma Yohana 1 mpaka 3 pale, mlango kwanza, 2 na 3, utaona kitu cha msingi, utajifunza kitu kizuri katika hii jambo, kuifanya hii siku kuwa katika utukufu wa Mungu. Lakini pia imba, omba, familia, tukae pamoja na familia, tusome, tuimbe, tumsifu Mungu, tumshukuru, tufanye mambo mengi kwa sababu ya kuja kwake, maana kwa kuja kwake Yesu Kristo sisi tumepona. Amina. Anasema kuja kwake, kufa kwake na kufuka kwake, mtetezi wetu, kwa kuwa yu hai nasi tumekuwa hai, yeye aliye wa kwanza na wa mwisho, Alfa na Omega. Kwa kuwa ameshinda nasi tunashinda. Hilo ni jambo jingine. Mpendwa katika Bwana, linda dhamiri yako, kaa katika ule utukufu wa Mungu wote bila kufungukiwa na kitu.
Ukiona unapungukiwa na hekima, nenda kaombe hekima kwa Mungu. Atakupatia hekima ya kuweza kutembea katika jambo hili, ili uweze kulifanya kwa dhamiri njema, ufanye kwa uzuri na kwa utakatifu kabisa wa Mungu wa mbinguni. Mpendwa katika Bwana, na sio jambo hilo tu, ni mambo mengi, sadaka, vitu vingi vyote Paulo anafundisha kutoa katika moyo wa dhamiri njema, moyo wa kukubali, moyo wa kuadili na kitu, wa kutembea na kitu katika uzuri kabisa na utukufu wa Mungu. Mpendwa katika Bwana, kitu cha mwisho kabisa mpendwa, nataka niongee kwa habari hii Christmas. Mpendwa, katika sikukuu ya Christmas itategemea na jinsi ambavyo wewe unafanya nini kwenye siku, au unafanya kitu gani kwenye siku. Kama unafanya kitu kizuri, hiyo sikukuu ni njema, lakini kama unafanya kitu kibaya, you are wrong. Una makosa, ni dhambi kwako, kwa sababu ni dhambi, kwa sababu unafanya vitu viovu, unafanya vitu ambavyo havifai, kama unaichukulia kwenye mfumo huo. Lakini kama unaichukulia ni kitu kizuri, ni sehemu ya kukumbuka Kristo ni katikati ya jambo lote, Kristo ndio chanzo cha vitu vyote, ni vitu vizuri. Unajua Mungu alikuja kwetu ili nasi tuone utukufu wake katika hali ya mwili, ili aweze kututoa katika hali ya mwili tuweze kwenda katika ule uzima wa milele, tuende katika ule utukufu wote wa Mungu. Anazungumza katika kitabu kile cha Waebrania 4 mstari wa 15 16. Anasema basi kwa tunakuwa ni mkuu ambaye asiyechukulia nasi katika ile udhaifu wetu, ambaye yeye aliingia patakatifu, alijaribiwa sawa sawa nami katika mambo yote bila kufanya dhambi. Katika hali ya mwili wangu huu hakufanya dhambi. So natakiwa mtazame sana. That's why nitakuwa nakumbuka hivyo. Pia usifanye hii siku kwamba Desemba ndio siku pekee ya kufanya kukumbuka hichi kitendo na utakufanya Kristo alikuwa holy. Hapana. Fanya siku holy kila wakati. Fanya kile kitendo cha Yesu kuja, kifanye kiishi ndani yako kila wakati Pia hivyo ni sikukuu zote na kushauri hivyo. Pentecost ifanye hivyo, iwe kila wakati ndani yako. Ifanye Pasaka iwe kila wakati ndani yako. Ifanye kufa na kufuka kwa Yesu Kristo uwe wakati kila ndani yako, uweze kurithi ule udhima wote wa Mungu na ule utukufu wa Mungu wote uweze kuona. Amen. Basi mpendwa katika Bwana, natumaini video hii ya kwa habari ya Krismasi imekuwa ni baraka kwako, na kama imekuwa ni baraka kwako mpendwa, pia nataka nijue wewe unatazama vipi au unawaza nini, wapi ambapo panakutatiza. Unaweza ukanitafuta, ukapiga simu au ukanitumia, ukaandika kwenye comment hapo, then tukadiscuss hichi kitu kwa habari ya Christmas, ili tuweze kuwa na dhamiri njema katika kumwendea Mungu wa mbinguni. Mpendwa katika Bwana, natumaini video hii imekuwa ni baraka kwako, na kama imekuwa ni baraka kwako, usisahau kusubscribe, kulike, comment na kushare na watu wengine, ili uweze kupata video hizi mara kwa mara pindi tunapoziupload. Neema ya Mungu itokayo kwa Yesu Kristo iwe pamoja nawe. Nikutakie siku njema. Shalom, shalom.